Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Somo ambalo tunalo la kikongamano, mtu wa rohoni na maisha yake. Na nimeshakwambia mtu wa rohoni ni mtu aliyezaliwa mara ya pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu, na anakaa na Roho Mtakatifu, anaishi na Roho Mtakatifu. Mtu wa rohoni ni mtu wa namna gani? Ndicho kipengele cha pili. Nataka nikupe vitu kama Mungu alikuwa amenipa vitu kama 7 hapa, lakini angalau nikikufundisha hata vichache vitatu ukaondoka navyo jioni ya leo, vitakuwa vimekusaidia. Mtu wa rohoni ni mtu wa namna gani? Mtu wa rohoni ni mtu wa namna gani? Tunaposema mtu wa rohoni, kumbuka nimekupa tafsiri ya mtu wa rohoni moja. Nikakwambia mtu wa rohoni ni mtu aliyezaliwa mara ya pili. Lile neno kuzaliwa mara ya pili maana yake amemkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wake maisha yake. Lakini pia akuishia tu hapo, lakini amekubali pia kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Lakini hajaishia hapo, anakaa, Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Amen, amen. Lile neno anakaa maana yake anaishi. Kwa hiyo tafsiri nimekupa ya mtu wa rohoni. Sasa angalia, mtu wa rohoni ni mtu wa namna gani? Mengine yani nilikuanzia hadi jana, lakini nataka tuendelee. Mtu wa rohoni ni mtu anayefikiri. Moja, au unaweza kuweka Romani 1, ni mtu anayefikiri mawazo ya Mungu. Mtu wa rohoni ni mtu anayefikiri mawazo ya Mungu. Mtu mwenye fikra za kimungu. Mtu mwenye mawazo ya Mungu ndani yake. Yani mawazo yanayoendesha maisha yake ni mawazo ya Mungu. Wakorinto wa kwanza ile sura ya 2 mstari wa 13. Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 13 unasema, tuanzie mstari wa 12 mpaka wa 13. Andika 12 mpaka 13. 12 mpaka 13 unasema hivi: lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokilimiwa na Mungu. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Sasa angalia, anasema lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho wa Mungu. Anazungumza aina mbili za roho. Anasema hatukupokea roho ya dunia. Manake kuna roho inaitwa roho ya dunia, ambaye yenyewe inaachilia mawazo ya dunia ndani ya mtu. Anasema bali sisi tulipokea Roho wa Mungu. Kwa nini tulipokea Roho wa Mungu? Makusudi tupate kuyajua. Makusudi, lile neno makusudi maana yake malengo ya kupokea Roho wa Mungu. Lengo la kupokea Roho wa Mungu au sababu ya kupokea Roho wa Mungu ni ili tupate kuyajua. Anasema tuyajue tuliyokilimiwa na Mungu, tuyajue tuliyopewa na Mungu. Roho wa Mungu ndiye anayetujulisha yale ambayo Mungu ameyaweka kwa ajili yetu. Anatujulishaje? Moja ya kitu Roho wa Mungu anaachilia ni mawazo, wazo lake ndani ya mwanadamu, ambalo lile wazo linaitwa wazo la Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Maana yake unapokea mawazo ya Mungu ambayo yanafunuliwa ndani yako kwa njia ya Roho Mtakatifu. Yale mawazo yanaanza kukujulisha. Na ninaposema mawazo ya Mungu, nisikize mtu wa Mungu. Wale wanaosoma maandiko
Ukienda kwenye kitabu cha Yeremia, nabii Yeremia, fungua kitabu cha nabii Yeremia. Kati ya nyaraka za Agano la Kale, ukizungumza nyaraka, watu wengi wanazijua nyaraka za Agano Jipya. Neno nyaraka maana yake kwa Kiswahili kizuri barua. Kama Agano Jipya umeona barua zilikuwa zinaandikwa, Agano la Kale pia kuna waraka, kuna nyaraka, kuna barua zilizowahi kuandikwa. Tena na hii barua mojawapo ni barua ya kinabii ambayo nabii Yeremia anaandika. Anawaandikia watu waliopelekwa uhamishoni. Yeremia ile sura ya 29, utaona ule mstari wa kwanza. Kama utaenda kusoma vizuri, soma ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 14. Lakini nitakusomea mistari michache. Nitasoma tu ule wa kwanza mpaka ule wa 4. Tasoma ule mstari wa kwanza, alafu nitasoma mstari wa 4 mpaka ule wa 7, alafu nitaluka, takuja kusoma ule mstari wa 11. Angalia. Mstari wa kwanza unasema, maneno haya ndiyo maneno ya waraka. Sema maneno ya waraka. Sasa lile neno maneno ya waraka manake ni maneno ya barua. Kwenye Agano Jipya utasikia waraka wa Paulo mtume kwa Wakorinto, waraka wa Paulo mtume kwa Timotheo, waraka wa Paulo mtume kwa Wathesalonike. Sasa kwenye Agano la Kale unaona waraka mmojawapo uliwahi kuandikwa na Yeremia. Anasema maneno haya ndiyo maneno ya waraka ambao nabii Yeremia aliupeleka toka Yerusalemu kwa hao waliobaki wa wakuu, waliobakiwa wakuu, waliochukuliwa mateka, na kwa makuhani na kwa manabii na kwa watu wote ambao Nebukadreza aliwachukua mateka toka Yerusalemu hata Babeli. Sasa angalia ule mstari wa 4. Anasema Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, awaambia hivi watu wote waliochukuliwa mateka niliowafanya wachukuliwe toka Yerusalemu mpaka Babeli, jengeni nyumba, mkakae ndani yake, kapandeni bustani, mkale matunda yake, oeni wake, mkazae wana na binti, kawaozeni wake wana wenu, mkawaoze waume binti zenu, wazae wana na mabinti, mkaongezeke huko wala msipungue. Kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya mchukuliwe mateka, mkauombee kwa Bwana, kwa maana katika amani yake mji huo ninyi mtapata amani. Maana Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi, manabii walio kati yenu na wabashiri wenu wasiwadanganye ninyi, wala msisikilize ndoto zenu mnazooteshwa, kwa maana kwa jina langu utabiri maneno ya uongo kwenu. Mimi sikuwatuma, asema Bwana. Haleluya. Sasa angalia mstari wa 11. Anasema maana najua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Kwa hiyo unagundua Mungu huwa anawaza. Unisikilize. Yaani wakati wewe unaishi hapa Bunda, Mungu analo wazo kwa ajili yako. Unanisikia anachosema? Hawa walishachukuliwa mateka na kuna makosa walifanya. Mungu akawapa adhabu ya kuchukuliwa kupelekwa uhamishoni, utumwani. Wamepelekwa kama mateka huko. Walipopelekwa kule uhamishoni, wakainuka manabii miongoni mwao, kwa sababu walibeba mateka pamoja na manabii, pamoja na wengine walikuwa ni wakuu wa makuhani, nao walichukuliwa mateka. Alafu wakainuka manabii miongoni mwao, wakaanza kutoa unabii. Tena ukisoma unabii mwingine, wengine walikuwa wanawatabiria amani. Wanasema wala msijali, baada ya miaka 2-3 Mungu atawajilia na kuwatoa
Babeli na kuwarudisha katika mji mliotokea, Yerusalemu. Mtarudi nchi yenu. Wanawatabilia wakiwatia moyo na sio kuambia ukweli. Na ule unabii ulivyokuwa unaendelea, hawa watu mpaka wakaanza kuota na ndoto za kurudi Yerusalemu. Wanajiona wamerudi Yerusalemu. Wanaota mpaka ndo zile ndoto wanaziamini kwamba kama tumeota na ndoto kweli, hawa manabii wanachotabiri ni cha kweli. Sasa maandiko yanasema ndipo Mungu akaongea na Yeremia. Yeremia saa hiyo hayuko kule waliko, akaandika waraka wa kinabii, barua kuwapelekea. Tena maandiko yameelezesha pale, awapelekee wakuu waliochukuliwa mateka, na kwa makuhani, na kwa manabii, na kwa watu wote ambao Nebukadreza aliwachukua mateka. Kwa anautuma waraka kutoka Yerusalemu uende Babeli. Na kwenye maneno ya ule waraka anawaambia, kwa sababu wale manabii walipowatabilia, watu wakawa hawalimi, watu wakawa hawajengi nyumba, watu wakawa hawaoi wala kuolewa, hawataki hata kuzaa. Kwa nini? Kwa sababu wanajua baada ya miaka 2 mitatu tutarudi wapi? Yerusalemu. Yeremia anawaambia hapana, oweni, zaeni, fanyeni mabinti zenu waolewe, watoto wenu wa kiume waoe. Alafu anasema jengeni nyumba mkae ndani yake. Alafu anawaambia kitu kingine, pandeni na mizabibu, maana itachipua, itaota, itakuwa mpaka mtavuna. Kwa hiyo pandeni, limeni, anawaambia. Alafu anawaeleza wazi kwamba kuna manabii miongoni mwenu ambao wanatabiri, lakini mimi sikuwatuma, asema Bwana wa majeshi. Anawaelezea. Alafu anawaambia, ukisoma mstari wa 10, anawaambia miaka iliyoamuliwa ni miaka 70. Anasema huko Babeli hamtaishi miaka mitatu, wanawadanganya. Ni miaka 70 ndipo mtakaporudishwa, ndipo Mungu atatimiza ukiwa wa Yerusalemu. Miaka 70. Baada ya kuambia habari za kweli, afu pale chini anasema najua mawazo ninayowawazia. Na kabla ya hapo anawaagiza mstari wa 7, uombeeni mpaka ule mji. Uombeeni ule mji, kwa kuwa katika amani ya ule mji nyinyi mtakuwa na nini? Na amani. Tena anasema uombeeni kwa Bwana. Kwa hiyo kwa namna ambavyo walikuwa wamechukuliwa mateka, na kwa namna ambavyo walipelekwa mahali ambapo sio kwao, walianza kuchukia ule mji, ukasirikia mpaka mji, wakijua tutarudi mapema. Kwa hiyo hatukutaka hata kutunza mazingira ya ule mji. Lakini Mungu anasema uombeeni huo mji kwa Bwana. Alafu Mungu anaeleza, anasema najua mawazo ninayo wawazia. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, ukisoma waraka utakuja kugundua kwamba haijalishi unakuwa kwenye mazingira gani, mawazo ya Mungu hayajawahi kubadilika juu ya maisha yako. Haijalishi unapitia wapi, haijalishi uko wapi, haijalishi umetengwa kiasi gani, lakini wazo la Mungu juu ya maisha lako ni wazo ambalo ni wazo jema siku zote. Ndio maana yake. Hawa watu walifanya makosa na Mungu amewaadhibu, lakini anawawazia mawazo ya amani. Afu anasema tena mawazo yangu ni kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Nitaka nikwambie Mungu anayo mawazo. Na mawazo haya aliyokuwa anawawazia Mungu anayafunua kupitia Yeremia. Sasa wewe, Mungu anayo mawazo kwa ajili yako. Sasa unapokuwa mtu wa rohoni ni wa namna gani? Ni mtu ambaye anayawaza mawazo ya nani? Ya Mungu. Kwa sababu huwezi kutekeleza wazo la Mungu kama halijawahi kushuka ndani yako, na kama huliwazi huwezi. Unapoona mwalimu amekuja Bunda, amekuja kusimama hapa anafundisha, ni kwa sababu kwanza alikubali wazo la Mungu liingie ndani yake, aanze kuwaza mawazo ya nani? Ya Mungu, ili ayatekeleze. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu.
Angalia Wakolosai sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili. Namaliza sasa hivi kwambia angalau nikupe pointi 2 hapa 3. Wakolosai sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili. Wakolosai ile sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili. Wakolosai sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili. Wakolosai sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili. Angalia, basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo. Mkiwa mmefufuliwa, nilikwambia mtu aliyefufuliwa pamoja na Kristo maana yake nini? Amezaliwa mara ya pili. Huyu ameokolewa. Na hili neno utalithibitisha wapi? Kwenye Waefeso. Anasema mlifufuliwa pamoja naye. Amen. Na anazungumza hapo zamani mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Tunapofufuliwa maana yake tunaokolewa kutoka kwenye dhambi. Tunakufa kwa habari ya dhambi, tunakuwa hai kwa habari ya Kristo. Haleluya. Anasema mkiwa mmefufuliwa na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Afu angalia mstari wa pili. Yafikilini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Umeona anachosema? Yafikilini yaliyo juu. Neno yafikilini yaliyo juu maana yake muyawaze yaliyo juu. Yaliyo juu ndio wapi? Muyawaze yaliyo juu. Anazungumza juu ya mawazo ya Mungu. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Anazungumza juu ya Mungu. Unapoyawaza yaliyo juu maana yake unamtafakari Mungu kwenye maisha yako. Amen, amen. Kwa nini? Kwa sababu kwenye Isaya anasema kama mbingu na nchi zilivyo, ndivyo mawazo yangu na mawazo yenu yalivyo. Mawazo yangu yako juu kuliko mawazo ya. Okay. Mmoja anasema mwalimu, mbona unaongea tufungua haraka haraka? Isaya 55. Isaya 55 na kuunganishia hapo. Tumalize mapema. Tuombe. Isaya 55. Isaya 55. Fungua kitabu cha Isaya 55. Isaya 55. Isaya 55 ule mstari wa 8. Ule mstari wa 8 mpaka wa 9. Anasema maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika na njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Maana yake mawazo ya Mungu yako juu. Unapoyafikiri yaliyo juu, maana yake unakuwa na mawazo ya Mungu yaliyo juu ndani yako. Sasa mtu wa rohoni ni mtu anayeyafikiri yaliyo juu. Kwa lugha nyingine ni mtu anayetembea na mawazo ya Mungu ndani yake. Anayawaza ya Mungu. Anawaza mawazo ya Mungu. Huyu ndiye mtu wa rohoni. Mtu wa rohoni ni mtu wa namna gani? Ni mtu ambaye anayafikiri mawazo ya Mungu. Unaposema mimi ni mtu wa rohoni, eneo mojawapo la kujitathmini ni eneo la mawazo. Mawazo yanayoendesha maisha yako ni mawazo ya nani? Kama ni mawazo ya Mungu, maana yake wewe ni mtu wa rohoni. Na nani anayeachilia hayo mawazo? Ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Haleluya. 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 Na unajua ukiwa umeyapokea mawazo ya Mungu ndani yako, haijalishi unapita wapi watu wa Mungu, utajua namna ambavyo Mungu anakuwazia vizuri. Haijalishi wanadamu wanazungumza negative, wanazungumza vibaya, wanazungumza hasi kuhusu wewe, lakini wewe utakuwa na ujasiri kwa sababu unayajua yale ambayo Mungu anakuwazia. Ndio maana lugha ya Paulo anasema tulipokea roho wa Mungu wala sio roho ya dunia, makusudi tujue Mungu aliyotukirimia. Unaposema makusudi tujue tuliokirimiwa na Bwana, maana yake makusudi tujue mawazo alionayo Mungu kwenye moyo wake kwa ajili yetu. Sasa mtu wa rohoni anajua hayo. Na mtu wa rohoni utamwona tu akiwa anapita kwenye mambo magumu, lugha anayoongea ni lugha tofauti kabisa. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Na ndio maana adui vita yake kubwa, kwa sababu adui, ukisoma maandiko vizuri utakuja kuelewa, adui hawezi kuyajua mawazo yako, ila anaweza kuhisi, anaweza kugesi. Lakini adui anaweza kukutegea mtego ili mawazo yako yaliyoko ndani uyaweke yawe wazi. Adui, kwa sababu anayejua mawazo, kila kilichofichika na kilicho wazi ni Mungu tu. Adui hana huo uwezo, na nitakuonyesha maandiko mbele ya safari, nitakuonyesha. Sasa akishaona wazo ulilonalo limewekwa wazi, anaanza na yeye kupambana kuingiza wazo lake ndani yako, kwa sababu huwezi kutekeleza ya shetani kama wazo la shetani halijaingia. Huwezi kutekeleza. Unanielewa ninachosema? Yaani sana mtu anakuambia hivi, nimeanguka tu bahati mbaya kwenye uzinzi, yaani imetokea tu nimefanya uasherati. Sio kweli. Kwa sababu lazima lile wazo likae ndani, limachue, likutengenezee connection, likupe na mikakati ya namna ya kutekeleza hilo jambo. Na ikitokea ni ghafla tu, ukisikia mtu anakuambia nilikuwa tu nasafiri nimeanguka, imetokea ghafla, sio ghafla. Huyu mtu tayari hiyo tabia ilishajengeka ndani, ni mateka wa hicho kitu, ana kifungo cha hiyo kitu, sio ghafla. Unasema mwalimu unatoa wapi? Kasome kwenye Mathayo uone. Kuna mtu mmoja alikuwa na wazo la Mungu, na Mungu akajifunua kupitia mawazo hayo, na mpaka Yesu akasema ufunuo, ufahamu sio wa kwako, ila Mungu amekufunulia. Afu baadaye Yesu anazungumza, imenipasa mwana wa Adamu kusulubiwa. Yule akamshika, akaanza kumkemea Yesu anapotazama hivi, anamuona shetani na sio Petro tena. Alafu anasema rudi nyuma yangu shetani, maana huyawazi yaliyo ya Mungu. Maana yake kuna kuyawaza ya Mungu na kuna kuyawaza ya binadamu. Ngoja nikufungulie Mathayo 16. Nikufungulie hiki kifungu cha mwisho, utakuwa umenielewa mpaka hapo. Mathayo 16. Na mtu akijifunza namna hii atakuwa makini sana na mawazo yanayotembea kwenye maisha yake. Haijalishi ni kwenye biashara, kwenye familia, atakuwa makini sana. Angalia Mathayo 16. Mathayo 16 mstari wa 16. Nataka nikuanzie mstari. Wewe andika 13, andika mstari wa 13 mpaka ule wa 23. Lakini mimi nakusomea mistari michache. Mstari wa 13 mpaka wa 20 na ngapi? Na 3. Mimi nakusomea mstari wa 16. Mstari wa 16 unasema, Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mstari wa 17. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Mstari wa 18. Nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Ndipo alipowakataza watu wake wasimwambie mtu yoyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Afu angalia sasa, tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imewapasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, na kuuawa, na siku ya tatu kufufuka. 22. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. 23. Akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu, bali ya wanadamu. Haleluya. Nataka uone hiyo sentensi, huyawazi. Huyu anayeambiwa katoka kupata ufunuo wa kumjua Kristo ni nani.
Ile kwamba unamjua Kristo na unamuimba Kristo, 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 haitoshi. Alimjua Kristo ni nani, lakini wakati huu Roho Mtakatifu alikuwa bado hajawajaza na kukaa nao. Wako na Yesu na wameambatana naye. Maandiko na Yesu anamwahidi, anamwambia juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, nami nitakupa. Maana yake alikuwa hajampa bado. Anasema nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Lolote utakalo lifunga duniani na mbinguni litakuwa limefungwa. Kama vile ambavyo una ahadi nyingi ndani la Mungu. Ukisha muamini Yesu Kristo, ukisha muamini Yesu Kristo, umepokea uzima wa milele. Hauwezi kupotea. Baraka za Ibrahim zitakuwa juu ya maisha yako. Utakuwa na afya njema, utafanikiwa kiroho na kimwili, utafika mbinguni siku moja, hautaenda jehanamu. Una ahadi nyingi kwenye Biblia, lakini kuwa halisi zinakutegemea wewe. Umeamua kuwa yule mtu ambaye Mungu anamtaka au umegoma? Umegoma. Hasa Petro anatoka hapo, Yesu anaanza kuwaonya. Imempasa mwana wa Adamu kuteseka na kufanya hivi na hivi. Maandiko yanasemaje kilichotokea? Maandiko yanasema Yesu baada ya kusema hivyo, Petro akamchukua. Unaelewa maana ya akamchukua? Anamfuta. Ameshasahau kwamba Yesu ni Bwana. Lakini lile la Bwana alikutoka mdomoni. Amemchukua, alafu anamkemea Yesu. Anamwambia we Bwana, nani amekwambia haya hayatakupata? Yani Petro anatengua kile ambacho Yesu anamwambia. Haya hayatakupata. Hayatakupata. Unajua kilichotokea? Yesu akamtizama hivi. Alafu akagundua hapa hakuna Petro tena. Huyu ni shetani. Shetani, rudi nyuma yangu, ukikwazo kwangu, kwa kuwa huyawazi ya Mungu bali ya mwanadamu. Unaangalia, kuna wazo linaitwa wazo la Mungu, kuna wazo la shetani, kuna wazo la kibinadamu. Unanisikia nachosema? Ndio maana wazo la shetani linaitwa hila. Ukisoma kwenye maandiko kwenye Waefeso, linaitwa hila. Wazo la shetani, wazo la kibinadamu. Sasa wazo la shetani na wazo la kibinadamu, shetani akiwa anataka kumgeuza huyu mwanadamu au kumwamfanya huyu mwanadamu atimilize makusudi yake, anahusisha wazo la mwanadamu na wazo lake. Lakini lile wazo la mwanadamu halibebi sura halisi ya yule mwanadamu ambaye Mungu alimuumba kwa mfano wake. Linabeba sura halisi ya yule mwanadamu aliyeanguka. Mwanadamu aliyeanguka, aliyefarakana na Mungu, huwa hawezi kutekeleza cha Mungu, anatekeleza cha shetani, ijapokuwa ni mwanadamu. Ndio maana Yesu anasema huyawazi ya Mungu. Nataka uone hili neno, huyawazi ya Mungu. Maana yake kuna kuyawaza ya Mungu, kuna kuyawaza ya Mungu. Ile kwamba unasali, ile kwamba unahubiri Injili, ile kwamba ni mtumishi wa Mungu, lazima utafakari unayawaza ya nani? Ya nani? Unapoenda kuimba, unapohubiri Injili, unapofundisha neno, unapoomba, unayawaza ya nani? Ndio maana mtu wa rohoni anayawaza ya Mungu. Yafikiri yaliyo juu. Haleluya. Andika hili tuombe sasa. Andika hili. Mtu wa rohoni ni mtu anayeishi kulingana na Roho Mtakatifu. Warumi 8:14 hadi 17. Anasema wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Mtu wa rohoni anaishi kulingana na Roho Mtakatifu, anaongozwa na Roho Mtakatifu. Malizia hii pointi ya tatu. Malizia hii pointi ya tatu. Mtu wa rohoni ni mtu wa namna gani? Ni mtu aliyepokea haki kwa imani na anayeenenda kwa imani. Ni mtu aliyepokea haki kwa imani na anaenenda kwa imani. Mtu wa rohoni ni mtu aliyepokea haki kwa imani na anaenenda kwa imani. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 9, na kusomea vifungu tu 2-3 hapa, tunamaliza, tunaomba, tunaondoka. Wafilipi
sura ya 3 mstari wa 9. Fungua maandiko. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 9. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 9. Sikiliza Paulo anavyosema. Mstari wa 9 unasema, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Haleluya, haleluya. Sasa angalia Paulo anachosema. Na nimekwambia ni mtu aliyepokea haki kwa imani, tena haki itokayo kwa Mungu, anayenenda kwa imani. Haleluya, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Sasa angalia, anasema tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria. Kumbuka huyu alikuwa amesoma sheria, Torati vizuri. Anasema bali ile ipatikanayo kwa imani katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Kwa hiyo anazungumza juu ya kuto kujihesabia haki mwenyewe kwa sheria. Mtu wa rohoni hajihesabii haki mwenyewe kwa sheria wala kwa taratibu za dini yake. Dini jamani sio mbaya, yani kuwa na kanisa sio mbaya, kuwa na dhehebu sio mbaya. Ni mahali Mungu ametuweka ili tujifunze kumtafuta na kujifunza na kuishi. Amen. Sawa sawa na neno lake. Lakini huwezi kujihesabia haki kwa sababu ya kanisa lako. Unisikilize kwa makini. Wala huwezi kujihesabia haki kwa sababu ya sheria unaoshika. Kama kweli unataka haki itokayo kwa Mungu, mtu wa rohoni ni mtu anayepokea haki itokayo kwa Mungu kwa njia ya imani. Imani katika nani? Katika Kristo Yesu. Kuamini Yesu alikuja duniani, akafa kwa ajili yangu, akazikwa, akafufuka. Katika yeye ninapata uzima wa kimungu, naokolewa kutoka dhambini. Unaamini Yesu Kristo, unapokea haki ya Mungu ndani yako. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Anazungumza nisiwe na haki. Sasa kuna watu wengi wana haki machoni pao wenyewe. Unasema dalili za kuwa na haki machoni pako mwenyewe itakuwaje? Unaweza ukazionaje? Au viashiria unaweza ukavionaje? Kujiona bora kuliko wengine. Hilo ni jambo la kwanza. Kristo hajawahi kufanya hilo. Alikuwa Mungu, alikuwa mwana wa Mungu. Lakini moja ya kitu alisisitiza sana, watu wawe na nia kama ile ile Paulo amezungumza. Usijione bora kuliko mwingine. Ndio maana Kristo alikaa mpaka na walalushwa ili kumfunua Mungu kwenye maisha ya walalushwa. Alikula mpaka na watu ambao hakufaa kula nao ili kumfunua Mungu kwa watu wale. Kwa hiyo mtu wa rohoni ni mtu ambaye haongei sana kujielezea. Mimi ni MKKT, mimi ni MPAG, mimi sijui ni MAGT, mimi sijui ni mnani. Ni mtu ambaye maisha yake tu yamejaa mvuto wa kumfunua Mungu. Watu wakimuona wanasema tunamtaka Mungu uliye naye. Afu ndipo wanamuuliza unasali wapi? Sasa sisi leo tunatishiana kweli. Utasikia tu mimi ndio niko pale. Unaona ile kanisa tunajenga jipya pale KKKT. Umenielewa? Mimi ndio natokea pale PAG. You see? Sasa ni jambo zuri makanisa yetu. Lakini mtu wa rohoni ni mtu ambaye maisha yake yamejaa mvuto, attraction. Kuanzia akiwa mtaani, kazini, watu wanasema huyu dada ana Mungu kwa kweli. Huyu mama ana Mungu. Kinachofunua ni yale maisha anayoishi kwa imani. Imani. Amepokea haki kwa imani. Hajivunii dini yake. Anajivunia Yesu kwanza, alafu
kanisa lake linaheshimika kutokana na maisha anayoishi. Watu wanauliza unasali wapi? Hamjui kwamba kuna watu wengi huko mtaani wamekata tamaa ya kuja kusali kanisani kwa sababu ya maisha yetu mabovu? Amfahamu hiyo? Watu wengi, kuna watu hata ukiwaambia twende ukasali kwetu wanakuambia we achana na mimi, tunakutana kwa waganga, nije nisali nini? Haujui kwamba kuna watu kule wengine ni mabamedi lakini wana hofu ya Mungu kuliko hata watu walioko kanisani. Anasema mimi siwezi kwenda kusali na yajua maisha yangu, sitaki kumchezea Mungu. Jaisikia watu wa namna hiyo? Sasa huyo ndio kamwambie kasali. Unajua kanisani pale tunasali na mama fulani, tunasali na dada fulani. Dada yupi? Fulani. Mimi sitaki kuwa kama huyo. Unaona? Manake wanajua sisi ni barua. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Kwa hiyo anapokea haki kwa imani. Watakujua maneno yako, maisha yako, mazungumzo yako. Ndio maana jitathimini. Mtu wa kiroho kweli, wa rohoni, hawezi kuwadharau wengine. Mtu wa rohoni hata akikutana na wanaotenda dhambi anawahurumia na sio kuwa despise, sio kuwadharau na kuwakebeli. Anawahurumia. Amejaa huruma ya Mungu ndani yake. Sasa angalia Wakorintho wa pili ile sura ya 4 mstari wa 13 na 14, alafu andika na Waebrania 10:38. Namalizia hapo. Mtu wa rohoni ni mtu anayenenda kwa imani, sio kwa kuona, kwa imani. Kisikia mtu anasema mpaka nione, ni yule mtu wa mwilini ndiye anayeonaona. Nataka nione, uone nini sasa? Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Bora mnakaa kimya? Anasema jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 13 unasemaje? 13 na 14 namalizia hapo. Anasema lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini na kwa sababu hiyo nalinena. Sisi nasi tuamini na kwa sababu hiyo twanena, tukijua ya kwamba yeye aliyemfufua Bwana Yesu atatufufua na sisi nasi pamoja na Yesu na kutuhudhurisha pamoja naye. Sasa angalia, anasema lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini na kwa sababu hiyo nalinena. Sisi nasi tuamini na kwa sababu hiyo twanena. Maana yake unaelewa maana ya kunena? Kusema, kuongea. Kwa hiyo mwenendo wako katika mazungumzo, katika maisha, Waebrania 10:38, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Maana yake imani inakuwa system, mfumo wa maisha. Oh my Lord. Hebu kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Anasema tuna roho ile ile ya imani. Alivyosema naamini kwa sababu hiyo nanena, na sisi tuamini na kwa sababu hiyo twanena. Manake mtu wa imani ana lugha ya imani. Lile neno kunena ni lugha. Ni lugha ya imani. Ana lugha ya imani. Anaongea kwa imani. Anazungumza, ukisikia mazungumzo yake utajua huyu ni wa imani. Hata kama hujawahi kumuona popote utajua tu huyu jamaa ni mtu wa imani. Ni mtu wa imani, ni mtu wa rohoni. Anazungumza vitu visivyoonekana kana kwamba vipo lakini havionekani. Ana full confidence, ana lugha ya imani. Ndio maana utasikia mtu mwingine anasema nayaweza mambo yote. Unamuuliza mambo yote, ulisomea wapi mambo yote wewe? Nayaweza mambo yote, afu anamalizia katika yeye anitiaye nguvu. Hafu amsemi ni nani. Hiyo lugha ni rahisi ukisoma kwenye Biblia, lakini mtu akiambiwa ana pembeni wakati mambo yamemsukasuka, mambo yamemzunguka, alafu anasema mimi nayaweza mambo yote, mambo katika yeye anitiaye nguvu. Unaelewa mambo yote hayo aliyokuwa anazungumza? Anasema najua kushiba, najua kuona njaa, najua kuwa uchi, najua kuvaa,
najua kuheshimiwa, najua kusalauliwa. Kwa hata akisalauliwa, anaweza kusalauliwa, anaweza kuheshimiwa, anaweza kutukanwa, anaweza kusemewa vizuri, anaweza. Yani wewe ukimsemea vibaya yuko okay, ukimsema vibaya yuko okay, ukimsema vizuri yuko okay, ukimzalau yuko okay, ukimheshimu yuko okay, ukimnyima chakula yuko okay, ukimpa yuko okay. Avasa na yaweza hayo yote katika yeye anitiaye nguvu. Huyu ndiye mtu wa rohoni. Wewe ukilala tu njaa, unakuja kwenye kongamano umenuna. Umenuna. Avasa mimi ni mtu wa rohoni. Wa rohoni wapi? Wa rohoni ana lugha ya rohoni, anaenenda kwa jinsi ya rohoni, haogopi chochote. Akitembea anamjua Mungu aliyemweka, kwamba mimi sikuzaliwa kwa bahati mbaya. Kama ingekuwa bahati mbaya nisingeishi. Niko hai kwa sababu ya Mungu, na kama Mungu ameniacha hai, ananiwazia mawazo mazuri hata kama siyajui, lakini najua neno moja, ya kwamba Mungu ananiwazia. Hata kama wanadamu wote wananizalau, Mungu hajawahi kunizalau. Ndio maana alimtoa mwanae wa pekee. Mtu wa rohoni anaenenda kwa imani. Sasa umejaa majeraha na maumivu. Nini? Walinisema vibaya. Nini? Hakuna anayeniheshimu. Yesu mwenyewe alizalauliwa. Wewe Yesu anafufua wafu, afu bado akasema huyu atakuwa na roho ya shetani Beelzebul. Wakampa hadi ushetani. Wewe Yesu huyo wanamwambia huyu hawezi kutoa pepo, huyu ni Beelzebul. Wakaishia hapo. Unaona anakula na makahaba, unaona anaenda kwenye nyumba sana. Yani Yesu alisemwa, wewe mluga mkuria, usisemwe wewe mzanaki tu wa Butiama, usisemwe mwaya hasisemwe. Eti Mchaga hataki kusemwa. Yesu katoka mbinguni kasemwa, na sio kusemwa tu, kakalishwa vikao. Wewe mwenzangu na mimi unakula ugali na matembele na mchicha, usisemwe. We nani? Kuwa mtu wa rohoni. Ukiwa mtu wa rohoni utaenenda kwa jinsi ya rohoni. Kuna vitu unaviona ni vibaya, ni mtazamo. Mtu wa rohoni anayo mitazamo ya kiimani. Watu wakimchukulia kawaida hajali, yeye anachoona mbingu zinasema nini. Watu wakimsema vibaya hajali, yeye anachoona mbinguni wanamsemaje. Na huyo mtu baadaye wanaanza hadi kumwogopa, kwamba tumemsema hakati tamaa, tumefanya hivi, tumetengeneza fitina, hachoki. Yani tukimsema ndio kama vile tunasema endelea mbele na Mungu. Huyo ndio mtu wa rohoni. Masikio yamezibwa kwa ajili ya dunia, lakini yamefunguka kwa ajili ya Mungu aliye hai. Kama unanielewa sema amen. Mungu akujalie hiyo neema ya kuwa mtu wa rohoni. Na wewe acha kutembea kama mtu wa mwilini, tembea kama mtu wa rohoni katika Kristo Yesu. Ishi kwa imani, tembea kwa imani, acha kujihesabia haki. Yuko Mungu aliye hai, ambaye huyo ndiye aliyekuleta duniani. Simama kwa miguu yako. Kama umeelewa sema amen. Kama umeelewa sema amen. Kama umeelewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Basi ninaomba tuombe. Funika macho yako. Funika macho yako. Nataka tukaombe mbele za Mungu. Nitakuongoza ombi hili la toba na matengenezo. Uliyeko nyuma, sio dhambi kuomba na ukafungua moyo wako. Kuna watu ninapoongoza haya maombi, utaanza kusikia mguso wa Roho Mtakatifu ndani yako kabisa. Kwa sababu umeamini, umesikia neno na tayari kupokea. Na wale ambao tuko kule nyuma,
Wewe uliyeko mbele, funika macho yako, weka mkono wako mmoja wa kulia, mkono wako wa kushoto, nyanyua mkono wako wa kulia juu. Weka mkono wako mmoja wa kushoto kifuani, nyanyua mkono wako wa kulia juu. Wewe uliyeko nyuma, unaweza kuinua mikono yako yote miwili, ishara ya kusalenda mbele za Mungu aliye hai. Funika macho yako, fuatana na mimi maombi haya kwa unyenyekevu mbele za Mungu. Kuna watu najua wakitengeneza mahusiano yao, kuna vitu hawatazuiliwa. Kuna maisha yamezuiliwa kwa sababu ujao mtu wa rohoni, umefalakanishwa na Mungu, umetegwa mtego na adui na ukategeka. Sasa leo tunapoomba toba hii, maanisha ndani yako Mungu akurehemu na alejeshe ule uhusiano wa kina ndani yako. Jioni ya leo, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Bwana, rejesha ndani yangu yale mahusiano kati yangu na wewe, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante Bwana kwa kunisamehe. Asante Bwana kwa kunirehemu jioni ya leo. Asante Bwana kwa kunifanya tena kuwa wako jioni ya leo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nataka ujiombe sasa. Ukisikia kumshukuru Mungu jiombe, na ukisikia sasa kumuomba Roho Mtakatifu ayageuze maisha yako, ageuze ufahamu na akili, jiombe kwa imani. Fungua kinywa chako mpaka kule nyuma. Wengine mnapoomba namna hii, unapoomba namna hii, unaona watu wengine mapepo yakilipuka, lakini wengine kuna nguvu mpya, kuna mitazamo mpya inachengeka ndani yako. Ninasiamuru jioni ya leo, toka kwa jina la Yesu. Achia maisha ya watu, achia nafsi zao, achia mawazo yao, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yes, kwa damu ya Yesu. Yes, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakuombea sasa kwa jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Bwana geuze mawazo yako, Bwana geuze nafsi yako kwa jina la Yesu. Pokea hii neema sasa, pokea hii neema kuanzia sasa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu aliye hai. Nguvu za Roho Mtakatifu ziwe juu yako, ziwe juu yako kuanzia sasa. Mshikeni asiatese wengine, shika vizuri kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nakuombea sasa, nakuombea sasa kwa jina la Yesu aliye hai. Neema ya Bwana juu yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwenye mawazo yako Bwana akutakase, Bwana achilie mawazo mapya ndani yako kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema ya wokovu na nguvu ya wokovu, nguvu ya msalaba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu akutendee sasa, mwache vivyo. Mungu akutendee sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu akutendee sawa sawa na kiu yako. Mungu akutendee sawa sawa na kiu yako mtumishi. Mungu akutendee, Mungu akugeuze kabisa.